wananchi wote wa wilaya ya Chunya kuweza kutuchagua kwa kishindo ili tuweze kuwa wawakilishi wao katika miaka mitano inayokuja. Hivyo tunasema asanteni sana wananchi wa wilaya ya Chunya. Naomba salamu zangu hizi mzifikishe kwao. Lakini la pili ni wapongeze waheshimiwa madiwani wote, kwanza kwa kuchaguliwa, lakini pili leo kula kiapo kuweza kuwatumikia nchi wa wilaya ya Chunya kupitia kata zetu. Hii inaonyesha imani kubwa na nchi waliokuwa nayo kwetu, nasi kubwa ambayo tulikuwa nalo ni kwenda kuwatumikia na kuonyesha ushirikiano mkubwa zaidi. Sambamba na hilo, niendelee kumpongeza mwenyekiti wetu wa halmashauri ndugu yetu Kevin Shinshi pamoja na makamu mwenyekiti ndugu yetu West Pira kwa kuchaguliwa kwa kishindo, ikiwa ishara ya imani kubwa ya waheshimiwa madiwani waliokuwa nayo kwenu. Nanyi muendelee kutuongoza katika baraza hili, muendelee kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya ili tuweze kwenda mbele, tuweze kusonga kwa kasi zaidi. Niendelee kutoa shukrani hizi hasa za upendo kwa watumishi wetu wote wa halmashauri ya wilaya ya Chunya katika kipindi ambacho baraza la madiwani alikuwepo, kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kuifanya, na hapa mmetusomea taarifa ambayo imekuwa ni nzuri na mmeona sisi madiwani tumepitisha kwa kishindo. Hivyo ninawapongezeni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na yote, sisi kama madiwani tumechaguliwa. Jambo kubwa sana ambalo tunalo ni kuja kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya ili tuweze kuisimamia, tunahitaji ushirikiano mkubwa kati ya sisi waheshimiwa madiwani pamoja na watumishi mbalimbali wa halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya, lakini na viongozi wengine mbalimbali zikiwepo taasisi za umma na taasisi binafsi. Wananchi wetu wanachotaka ni kuona maendeleo yanasonga mbele. Wananchi wetu wanataka kuona changamoto tunazitatua. Hivyo ushirikiano ambao tutakuwa nao utaweza kutusaidia tuweze kusonga mbele. Na jambo la tatu, niombe baraza letu la madiwani tuendelee kuisimamia miradi ambayo ilianza katika baraza la madiwani la awamu lililopita. Tuendelee kuisimamia hapa tulipoikuta. Miradi iliyokuwepo twende tukaikamilishe, na baadaye twende tukaibue miradi mipya ili wananchi wetu huko waweze kuona matunda ya kutuchagua sisi, lakini matunda ya kuchagua chama chetu cha Mapinduzi. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais amesema kipindi hiki ni kipindi cha kazi. Nasi kama wawakilishi wa wananchi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba maelekezo ambayo ametoa kule juu wakati anazindua bunge tunayashusha chini, tunashirikiana pamoja na watumishi ili tuweze kwenda mbele na wananchi waone huduma zinawafikia vizuri. Lakini pamoja na hayo, niombe kupitia baraza hili, tumeona kazi kubwa ambayo ilifanyika kwa baraza lililopita. Katika miaka mitano, kazi kubwa iliyofanyika ilikuwa ni kusimamia mapato. Mtakumbuka wakati sisi tunaingia tulikuta 2021 mapato yalikuwa ni bilioni 3.5 tulikusanya. Lakini leo wakati baraza linakamilika tulifikia bilioni 12. Ni kazi kubwa ambayo ilifanyika. Hivyo baraza lililopita tunalipongeza sana pamoja na watumishi, ushirikiano uliokuwa nao. Kazi yetu sisi baraza hili tunaendelea pale tulipoishia kwenye baraza lililopita, kuendelea kusimamia mapato ya halmashauri yetu yaendelee kukua zaidi. Na niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tumefikia bilioni 12, 24, 25, 25, 26. Miaka mitano inayokuja tujiwekee malengo ya kufika bilioni 16 mpaka bilioni 17. Hii itatupa sisi nguvu ya kuhakikisha kwamba malengo yetu haya tunaenda kuyasimamia mpaka kufikia 2030 tufikie kwenye bilioni 17. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokwenda kusimamia mapato yetu haya, uwezo wetu wa kwenda kusimamia na kuibua miradi mipya. Mtakumbuka kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais alizungumza lazima sasa hivi tutumie kile kilicho cha kwetu. Hivyo na sisi jambo kubwa na la msingi, tuendelee kukusanya mapato ya kwetu yatusaidie kwenda kuhakikisha kwamba miradi yetu inakwenda kutekelezeka kwa wakati. Waheshimiwa madiwani hawa
Kipindi cha kampeni kila mmoja alitoa ahadi mbalimbali. Madiwani hawa wanahitaji zile ahadi ambazo zilitolewa zinakwenda kukamilisha katika kipindi cha miaka 5. Hivyo sisi kazi yetu kubwa tushirikiane na watumishi kuhakikisha mapato yanaongezeka na fedha ambazo tunazipata kupitia mapato yetu ya ndani ziwe za kwanza kwenda kutekeleza miradi, na fedha za serikali kuu ziweze kuongezea pale ambapo tutakuwa tumefikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa ya mkurugenzi hapa amezungumza katika baraza lililopita na kipindi ambacho waheshimiwa madiwani walikuwa likizo, kazi kubwa ya kununua mitambo imeweza kufanyika. Nikupongeze Mheshimiwa mkurugenzi pamoja na watumishi wako wote. Kipindi ambako baraza liko likizo, nyinyi haya mliweza kutekeleza yale ambayo baraza la madiwani ambao limaliza muda wao waliweza kwenda kuyatekeleza. Hivyo ni kuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, mitambo miwili ishanunuliwa na amezungumza hapa kwamba mtambo wa 3 uko njiani kufika. Jambo ambalo tutakuwa tumebakiwa nalo ni jambo la lowbed. Kwa kuwa jambo tutakuwa nalo ni jambo la lowbed, mimi niombe kupitia baraza hili tuone namna ambavyo kama kuna fedha mahali tukafanya reallocation ili lowbed iweze kununuliwa kwa wakati. Kwa kuwa madiwani hawa mvua zikianza kunyesha, barabara zetu nyingi zitakuwa zimeharibika. Mitambo tunayo isitukwamishe kufika huko. Tukipata na lowbed itatusaidia barabara zetu kwenda kutengenezeka kwa wakati na tutapunguza kelele kwa wananchi. Jambo la mwisho la kumalizia, niombe sana ndugu zangu, tunayafanya haya, tunazifanya siasa hizi kwa kuwa tuna amani na utulivu katika nchi yetu. Na wilaya yetu ya Chunya tumekuwa na amani siku zote. Bahati mbaya tuliingiwa na doa tu tarehe 29 na tarehe 30. Niombe sisi tuliokuwepo hapa tuendelee kuimba wimbo wa amani. Tuliopo hapa tukapeleke ujumbe kwa watu wengine huko. Tuhakikishe kwamba maneno yanayosemwa kuanzia tarehe 9 na kuendelea huko tuweze kuyakemea kwa nguvu kubwa, tuweze kuyakataa ili wilaya yetu ya Chunya na nchi yetu ya Tanzania amani iendelee kutamalaki. Bila kuwa na amani, yote mipango ambayo tunaipanga hatutaweza kwenda kuyatimiza, au tutatimiza lakini itaharibiwa ndani ya muda mfupi. Niombe ndugu zangu wanachunya, ili uwe wimbo wetu wa pamoja. La kumalizia, naombe tutashirikiana na waheshimiwa madiwani wenzangu na watumishi wengine wote wa halmashauri, watumishi wa serikali kuu, wakuu wa vyombo vya usalama, chama chetu cha Mapinduzi, tutashirikiana vizuri zaidi na wananchi wa Chunya kwa ujumla kuhakikisha kwamba Chunya yetu inazidi kusonga mbele na Chunya yetu izidi kupaa kwa maendeleo.